Waheshimiwa viongozi wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, waamini wa kanisa hili na waabudu wa Mungu wetu tunayeamini wote, habari za saizi. Mimi ni wakili, kwa hiyo nimesimama hapa kwa ajili ya kutoa ripoti ya kisheria, kwa sababu nimeajiriwa na kanisa lenu kwa ajili ya kupigania haki kadhaa za kisheria ambazo zimetokana na sijui niite katazo au nini, lakini nitakwenda kujaribu kuchambua kwa kadri safari hii inavyoturuhusu. Lakini itoshe kusema kwamba ninajua na kanisa kwa ajili ya kupigania maslahi yake baada ya kutokea ambayo yametokea na kutupelekea kushindwa, kwa maana ya kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kushindwa kuendelea na shughuli zake. Wote mnafahamu, kwa mfano Mbeya makanisa yamefungwa kwa matamko ya RPC kule Dar es Salaam. Kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam, wote mmemsikia, nitakwenda kuzungumzia hayo. Lakini kwa ujumla ni kwamba tu nchi nzima kanisa limezuiwa kufanya shughuli zake. Sawa. Sasa around tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu 2025, labda nimeruka stage, wote mnanifahamu, lakini Peter Kibatala I assume nimeshatambulishwa. Kwa hiyo around tarehe 6 mwezi wa 2 mwaka 2025 ilizunguka barua katika mitandao. Barua hiyo ilikuwa inajielezea kwamba imesainiwa kwa mkono wa Register of Societies, msajili wa taasisi, sio neno rasmi sana, lakini ya Register of Societies. Na pili, mnafahamu kwamba kanisa na taasisi nyingine za kijamii zina mchakato wake wa kuomba kusajiliwa, na mfumo wake wa usajili huko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani, na kuna wasajili mbalimbali. Kuna wasajili wa vyama vya michezo, kuna wasajili wa taasisi kama makanisa, kuna wasajili wa NGOs, na baada ya kupata usajili kila taasisi inapata hati ya usajili. Kwa hata kanisa Glory of Christ Tanzania Church na yenyewe ilipata usajili na ikapata hati ya usajili. Sasa sheria ambayo inasimamia zoezi zima la usajili mpaka kufutwa kwa usajili kwa in this context makanisa inaitwa Societies Act. Ina mchakato wake wa kisheria kama kusema, kuanzia kanisa time limit kwenye kanisa, sitazungumzia sasa taasisi nyingine hivi ama vya michezo na nini, na narrow down kwenye dhana ya kanisa. Kuna mchakato wa namna gani kanisa linaomba kusajiliwa, kuna mchakato wa namna gani kanisa linasimamiwa, kwa sababu umma wa Tanzania ndio wamiliki wa matendo yote yanayofanyika katika nchi yao, ila kuna mawakala mbalimbali ambao wanasimamia matendo ya taasisi mbalimbali kwa niaba ya umma. Sasa kwa upande wa makanisa, kama sheria ingekuwa inasimama vizuri, msajili anasimama kwa ajili ya umma, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taasisi ambazo zimepewa usajili basi zinafanya matendo yake kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa na sheria, na act, tunasema sheria. Sasa tunaposema usajili, uendeshaji, utoaji adhabu, na ikibidi kufutiwa na hatimaye kukata rufaa kwa kufutiwa hatua za ziada, zote hizo zimeainishwa na sheria. Nitajitahidi kwa sababu mimi sio na sheria, lakini Christ Tanzania Church, barua ile vyote ilivyo imesainiwa haijasainiwa, lakini kana usema this context haijasainiwa, imeelekezwa kwa watu ambao wana Christ Church. Ilipaswa ipelekwe kwa bodi ya wadhamini, lakini utaona pale imeandikwa Bishop Joseph Gwajima. Lakini hata kama ingekuwa ni sahihi kisheria hivyo, kwa sababu ndio mkuu wa kanisa, lakini kanisa lilotajwa sio la kwetu. Na usiku ule wa mkia tarehe 3 wakati watu wanafanya ibada ya maombi, kwa kuna mfungo wa kuombea taifa letu na kumwombea Tundu Lissu na maombi mengine ya kawaida, jeshi la polisi lilivamia kanisa na liliwakamata waumini wapatao 98. Okay, fine. 98, na mpaka kipindi hicho ofisi yangu ilikuwa tayari imeshapewa
kazi ya kusimamia maslahi ya waumini, viongozi wa kanisa, basi nilitoa wakili na mimi nikaa na coordinate kutoka nilipokuwa mpaka siku ya pili ya tatu tukafanikiwa kuwapatia dhamana watu karibia wote, unless nipate taarifa nyingine hapo si